Watoto mpo? Watoto mpo? Sasa sikilizeni kisa kimoja kizuri. Kisa hiki mwishoni mtaniambia kinahusiana na nini na somo gani tunapata. Alikuwepo mtu mmoja aliyekuwa anaitwa Hana. Sasa Hana alikuwa anapenda sukari. Alikuwa anapenda nini? Wangapi wanapenda sukari? Mkono juu. Wanaopenda sukari. Sukari si tamu. Si tamu, eh? Wangapi wanasema sukari ni tamu? Mkono juu. Watoto. Mkono juu. Sukari si tamu. Hongera kwa kuwa shujaa. Jamani tumwambie hongera shujaa wa Yesu. 1, 2, 3. Sasa Hana alikuwa anapenda sukari. Na kwa sababu alikuwa anapenda sukari, akawa anapenda kulamba sukari. Alikuwa anajitahidi sana kutafuta mahali ambapo sukari ipo. Mama na baba wakitunza sukari, yeye anaenda anadokoa. Mama akificha anadokoa, analamba. Akitumwa dukani kalete sukari, analamba. Akawa anapenda sukari sana. Sasa mama akapata akili kwamba sasa nitachukua sukari, nitaweka kwenye chupa cha chai. Nitamimina hapa alafu nafunga. Ili kumkomoa Hana asilambe nini? Sukari. Baada ya hapo, niendelee nisiendelee? Baada ya hapo sasa, kwa sababu Hana alikuwa anapenda sukari, na akagundua kwamba imefichwa hapo. Hana alikuwa na harufu ya kusikia harufu ya sukari, kwa sababu alikuwa anapenda sukari. Baada ya hapo akachukua mkono wake, akafungua chupa cha chai, akachukua vidole vyake, akaingiza kwa nguvu kwenye chupa cha chai. Vidole vikang'ang'ania pale. Na sukari anataka. Akafanikiwa kuchota sukari kwa sababu chupa kilijaa, lakini kutoa akashindwa. Akabaki amening'inia, ananing'inia. Akawa anapiga kelele. Wakati mamake anakuja, na kwa sababu Hana anataka sukari, atoe sukari, akatafuta kimwiko, kalikuwepo kamwiko hako jirani, akapiga chupa cha chai, pap, akaona akavunjiki. Akachukua kwa mkono wake wa kushoto uliobaki, akagonga kwa nguvu, pap, chupa akagonga chini, pap. Alivyogonga chupa likapasuka. Nilivyopasuka chupa cha chai kikamkata vile glasi zile zikamkata. Akabaki na majeraha. Kisa nini? Linatufundisha nini watoto? Tuseme. Sema. Tusiwe mwingine wa kujaribu. Tusiwe nini? Lingine linatufundisha uko nje. Sema huko nje nitasikia. Sema huko nje. Sawa, wewe sema kule mwisho, sema kwa nguvu. Tusidokoe kila saa sukari. Mpeni amina. Na mengine tutaendelea kupata siku nyingine. Mungu atubariki sana. Jamani, sasa karibuni watu wazima kwenye somo la ubiri mchana wa leo. Na kwa sababu muda umekwenda, lakini tutaenda na tutamaliza kwa wakati na Bwana atatubariki. Sehemu ya ubiri langu naomba niseme machache. Somo letu linasema ya kwamba msikilize baba wa boma. Msikilize nani? Baba wa boma. Baba wa boma akitoa maelekezo umsikilize. Sasa kama unaandika, andika tu msikilize baba wa boma. Na kabla sijaendelea, nimesema litakuwa sehemu ya ubiri langu. Naomba niseme nukuu moja tu hapa kidogo. Niwatie moyo wainjilisti wote mliokuwa mkiendelea. Mungu awabariki sana. Wiki hii limekuwa la baraka mno kwa sababu ya wainjilisti waliokuwa wakipita kwa ajili ya kazi ya Mungu. Mungu awabariki sana. Lakini pia niwaombe kwamba
Kwa sababu uinjilisti na utume ni kazi ambayo haishi leo. Wito wetu ni kuenenda. Na kwa sababu wito wetu ni kuenenda, ruhusu Roho Mtakatifu akupatie namna kuenenda. Na kwa sababu Roho Mtakatifu akikupatia kuenenda, utapata hamu ya kuenenda kupeleka habari njema kwa rafiki na watu wote. Na ulimwengu wote utaokolewa. Na hivyo niseme ya kwamba watu wote tulioko hapa inatupelekea ya kwamba ukishaamini na kusema naamini, ndio, naamini na kukubali, wewe ni mhubiri, wewe ni mwinjilisti, wewe ni mpeleka injili. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya kusema hivyo, niseme kanisa hili kwa upande wa uinjilisti wamegawanyika katika njia nyingi. Lakini niseme tu njia mbili peke yake kuitambulisha kitengo cha uinjilisti. Wainjilisti walei ambao hawa wanakwenda nyumba kwa nyumba kufunua maandiko na wanasimama hadharani kuhubiri mahubiri ya hadhara. Hawa watu ni watu wa muhimu sana. Bwana Yesu asifiwe. Niwatie moyo kanisa muweze kuingia katika kitengo hiki kuhakikisha ya kwamba watu wote wanahubiriwa. Lakini pia niseme kuna wainjilisti wa vitabu. Wainjilisti wa vitabu hawa ni watu wanaopeleka ujumbe wa kimya, nikiwemo na mimi, ni watu ambao wanaleta hamu ya kusoma maandiko, wa kubadilisha taswira, ya kulea washiriki. Kwa hiyo mwinjilisti wa vitabu anashiriki na vitabu kwa ajili ya kuhakikisha ya kwamba anapeleka kwa watu ili kila moja aliyeko katika kanisa hili alelewe kwa njia ya ujumbe wa kimya. Lakini pia ni mahali ambapo mhubiri hawezi kusimama na kuhubiri ujumbe wa vitabu vitahubiri. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo niwatie moyo sana watu ambao mmepewa vitabu, mvisome. Na hata leo mtapewa, mvisome. Haleluya. Maana inabadilisha njia, inalea. Yaani anayesoma vitabu hawezi kunungunika kwamba hajalelewa, hawezi kunungunika kwamba hajaonwa, hawezi kunungunika ya kwamba halifiwa, hajafarijiwa. Vitabu vinafariji. Haleluya. Lakini anayesoma vitabu hatajua ya kwamba matukio yanayotukia yalitabiriwa na yanaendelea. Mfano, mlisikia janga fulani, kuna mahali moto uliwaka, si ndio? Lakini moto ule ulipokuwa unawaka, kila mahali moto ukiwaka, lakini kanisa la Waadventista wa Sabato lilizingirwa likabaki. Kama haitoshi, Hanang hapo kulitokea na janga la maji, si ndio? Maporomoko ya maji yalipeleka watu, lilileta shida, lakini kanisa la Waadventista wa Sabato lilipona. Haleluya. Nyumba zilitembea, watu wanajua kila mahali kulikuwa na shida na sitofahamu, lakini kanisa hili lilibaki. Yote hayo yameandikwa kwenye matukio ya siku za mwisho. Unaona raha na faida ya kusoma vitabu. Niwatie moyo. Nisome nukuu fulani hapa kwamba kuna mahali pengi ambapo sauti ya mchungaji au mhubiri haiwezi kufika au kusikika. Mahali ambapo kuna uwezo wa kufikiwa na machapisho yetu tu, vitabu, magazeti na vitini vilivyojaa ukweli wa Biblia ambao watu wanauhitaji leo. Kwa hiyo tuna haja ya kusoma vitabu. Kuna haja ya kuwa wainjilisti wa vitabu. Kuna haja ya kupeleka injili. Kuna haja ya watu wa Mungu kusimama kwenye kweli kwa kupitia vitabu. Haleluya. Baada ya kusema hivyo, niombe turudi kwenye somo nililolitambulisha. Somo letu linasema ya kwamba msikilize baba wa boma. Boma linaundwa na baba na mama na watoto. Na kwa sababu hiyo inapelekea boma litambulike kwamba lile pale ni boma la fulani. Na kwa sababu anayetambulika ni mkuu wa boma ambaye ni baba wa boma hilo. Na niweze nikuambia kwamba watu wengi wanaweza wakatembea, lakini ukipotea watakuuliza unaenda boma ya nani?
Si ndio jamani? Unaenda boma ya nani? Unaweza ukaacha njia, lakini ukikalili boma la mtu fulani, itakuwa ni salama yako, kwa sababu unatambua unakokwenda. Hivyo unaweza ukasikiliza maelekezo ya baba wa boma akikwambia. Anaweza kukwambia nenda njia fulani. Ukienda utakuta transformer. Ukienda utakuta njia inakunja. Ukienda utakuta hivi na hivi. Lakini ukisahau jina la baba wa boma, ukikuta vyote hivyo ukafika mahali ukakuta njia zimegongana, unaweza ukapotea. Lakini kitakacho kurudisha kwenye mstari ni maelekezo aliyokupatia baba wa boma. Ukiyasikiliza vizuri na kuyaelewa, utafika salama. Bwana Yesu asifiwe. Msikilize baba wa boma. Naomba kabla sijaendelea nikupe kisa fulani. Mwaka 1970, miaka hiyo ya nyuma kabisa, alikuwepo rubani moja ambaye sasa wakati anataka kutoa ndege, anapaa kwenda juu kabisa. Anakuwepo mwingine anayebaki huku kusikiliza na kutoa maelekezo kwa kupitia mawasiliano. Na wakati ndege inatoka chini inatua inaenda hewani, yule aliyeko kwenye ndege kama rubani na huyu anayebaki hapa anatoa maelekezo, wanasikilizana kwa mawasiliano ya kusikilizana kwamba sasa uko salama, njia unayopita iko salama, nenda tu. Sasa yule bwana wakati anatoa ndege inapaa inakwenda. Ndege ilipofika mahali fulani, ghafla akakutana, rubani akiwa kwenye ndege akakutana na upepo mkali. Na ule upepo ukao unabadilisha mwelekeo na unakao unachanganya. Wakati huo yeye anaelekea juu. Sasa ghafla upepo ukabadilika. Upepo ukawa mkali. Na sasa huyu rubani hawezi kuona mbele, anaona vumbi. Kilichotokea wakati ndege inakwenda, akafika mahali akashindwa mwelekeo. Akasema sasa njia siwezi kuiona vizuri barabara. Akapata wazo, nifanye mawasiliano na yule aliyebaki kule chini ili anipatie mawasiliano, kwa sababu yeye anaona njia ilivyo. Baadaye alipopiga simu, wakati anapiga mawasiliano huko, anaambiwa na huyo aliyebaki huku kwamba nenda tu, sikiliza maelekezo haya nitakayokuelekeza. Wewe paisha tu, yani wewe bonyeza tu kila nitakachokuambia. Kitufe chochote utakachokuwa unabonyeza, nitakachokuwa nakwambia bonyeza. Nitakachokuwa nakwambia bonyeza. Sasa yeye amekaa hapo, na kwa sababu amekaa tu, yeye kazi yake ni kubonyeza na kusikiliza maelekezo. Mnanielewa vizuri watu wa Mungu? Na kwa sababu anasikiliza na kubonyeza, na ndio hadi kiambiwa bonyeza kitufe cha kijani anabonyeza, anaambiwa bonyeza kitufe fulani anabonyeza, elekeza rudisha mwelekeo wa kushoto, bonyeza hivi anabonyeza. Alivyobonyeza akataka kuwa mbishi, Bwana akamwambia nisikilize mimi tafadhali, ukinisikiliza mimi utafika salama. Utanisikiliza utafika salama. Alivyosikiliza akashangaa, akafika mahali njia ikawa shwari. Akasisitiziwa tena, bonyeza maana unakaribia kutua, bonyeza kitufe fulani utafika salama. Akabonyeza, dakika chache akatua akiwa amefika salama. Haleluya. Kuna faida ya kusikiliza kiongozi anayeongoza. Kuna faida ya kusikiliza baba wa boma anayeelekeza. Alivyosikiliza maelekezo, hatimaye akafika salama. Nini ninachotaka kusema? Huenda huyu bwana angekuwa mbishi,
angepata shida, asingefika salama. Huenda bwana huyo angetumia uzoefu wake wa kuzaliwa kwamba mimi nina uzoefu, niache niendelee. Mimi nina uzoefu wa kufanya 1 2, niache tu, asingefika salama. Huenda angekaidi yale maelekezo, asingefika salama. Kwenye boma, samani naomba nione baba wa boma. Baba wa boma kama wako hapa, wanyosha tu mkono wa baba wa boma. Nimeona kule, mbarikiwe sana, mbarikiwe sana. Maelekezo unayotoa kwenye boma yako, yakiwa maelekezo sahihi, yataiongoza boma yako kuwa boma sahihi, na itakuwa boma ambayo haita yumba yumba, itakuwa mfano hata kwa watu wanaopita. Haleluya. Sikiliza baba wa boma, Biblia haituachi mbali. Biblia inatuelekeza kwa Mungu mwenyewe kama baba wa boma. Haleluya. Inatuambia katika Zaburi 24 fungu lile la kwanza alilolisoma la sadaka. Hebu tusome pale kidogo kwa haraka haraka. Zaburi 24 fungu lile la kwanza. Nchi na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana, dunia na wote wakao ndani yake. Maana ameiweka misingi yake juu ya bahari, na juu ya mito ya maji alithibitisha. Nchi na vyote vijazavyo. Sasa huyu ni mkuu wa boma. Haleluya. Anatoa maelekezo na kusema nchi yote, mali zote, vitu vyote ni mali yake. Haleluya. Na kuna haja sasa ya kusikiliza huyu aliyeweka msingi, aliyefanya ikawa, aliyetamka. Kitabu cha Mwanzo ukisoma inaeleza habari ya uumbaji. Siku ya kwanza Bwana akafanya 1 2 3. Bwana akaumba. Siku ya pili, ya tatu, ya 4, ya 5, ya 6. Ya 6 alipomaliza kuumba, akaona ni vema, akatamka vitu vingine. Lakini siku ya 6 ilipofika, Bwana akamaliza kazi yake. Ndipo sasa mwanadamu akaumbwa kwa mfano wa Mungu. Na anasema kwa mfano wa Mungu aliwaumba. Haleluya. Kwa mfano wako Mungu anakutambua. Kwa vile ulivyo, Mungu anakujua. Kwa vile unavyojiona wewe mweusi, wewe Bwana anakujua. Unavyojiona wewe mweupe, Bwana anakujua. Unavyojiona wewe una rangi ya kubadilika badilika, mara wekundu, mara weupe, mara nini, Bwana alikujua wewe kwa mfano wake. Haleluya. Hata ukiwa mweusi kama mimi, Bwana ananijua. Unaona raha ya kujuliwa na Bwana. Sasa sikiliza. Vitu vyote ni mali yake. Na huyu Bwana baada ya kumaliza uumbaji siku 6, kwa sababu mlifundishwa katikati ya wiki, leo ninasema tu kidogo. Baada ya kumaliza uumbaji, anatoa maagizo. Anatoa nini? Maagizo. Sasa maagizo hayo, kwa sababu yeye ni mkuu wa boma, anatamani kila aliyeumbwa, kila mwana familia, kila mwana boma yake amsikilize. Mnanisikia watu wa Mungu? Sikiliza maelekezo ya mkuu wa boma. Mungu mwenyewe anataka nini kwako? Kutoka 20 fungu la kwanza. 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 Mungu akanena maneno haya yote, akasema, mimi ni Bwana. Haleluya. Mungu akanena maneno yote, akasema mimi ni nani? Ni Bwana, ni mkuu wa boma. Wewe unasikiliza mkuu wa boma kwenye familia yenu, lakini huyu asiposikiliza mkuu wa boma mkuu, atapotea. Boma itayumba, boma itaharibika, boma haitakuwa na msimamo. Msikilize mkuu wa boma, kile anachoelekeza fuata. Haleluya.
Fuata mkuu wa boma anachokisema, na ukifuata utakuwa salama. Ninaomba nirudie Kutoka 20 fungu la kwanza. Mungu akanena maneno haya yote akasema, mimi ni Bwana Mungu wako niliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa. Baada ya kutoa maelekezo, anasema nisikilize, mimi Bwana Mungu wako ninayekutoa katika nchi ya utumwa, katika nchi ya shida, katika nchi ya kuhangaika, katika nchi ambayo wewe huko hauna uhuru nayo. Sikiliza haya anakuambia. 1, anasemaje? Usiwe na miungu mingine ila nani? Mimi. Fungu la 3 hilo Kutoka 20. Usiwe na miungu mingine ila nani? Mimi. Ni maelekezo ya mkuu wa boma anatoa. Wewe ni nani ubishane naye wakati ni maelekezo kutoka kwa mkuu wa boma? Wewe baba amekuambia na maelekezo hayo ndio yanapaswa ufuate. Wewe ni nani hata ubadilishane naye mawazo? Wewe ni nani hata umbishie? Amesema usiwe na miungu mingine ila nani? Yeye peke yake. Kwa nini uwe na miungu? Ninataka niseme hili. Samahani, naomba mnisikilize vizuri. Kuna bwana moja ambaye alikosea maelekezo. Aliposikia Bwana anamwambia usiwe na miungu mingine, yeye kuna jambo alilifanya kuwa kama miungu yake. Kuna jambo, tabia ya asili ya kutaka kuiacha. Huyu alikuwa kiongozi ndani ya kanisa, lakini bahati mbaya alikuwa mla ugoro. Hivi kula ugoro ni dhambi? Kula ugoro ni dhambi? Wangapi wanasema kula ugoro ni dhambi? Kumbe tunasikilizana hata kule nje. Barikiwa. Sasa sikiliza, alikuwa anapenda ugoro. Na kwa sababu anapenda ugoro, anakuja kanisani, na kwa sababu imekuwa kama miungu yake. Alipokuja kanisani akaficha ugoro. Ile anaingia akaweka pembeni mwa sijui niseme nini, kwa taya yake huku akaficha ugoro. Sasa yuko hapa anaimba na huko analamba ugoro. Yuko hapa anaimba na huko analamba nini? Ugoro. Yuko hapo anafanya yani sadaka inatolewa na sasa ndio anapiga ulimi hapo, anarudisha huku anarudisha huku, kumbe ugoro ndio unalainika. Alipoona kwa sababu ugoro ukishalamba sana mate yanakaribia. Sasa mate alivyokaribia akajifanya anaenda chooni. Alipoenda ile akashindwa uzalendo, hajafika chooni akatema pale chini pap kutoka mtu mwingine akamwona akasema, umetema nini hicho? Mate yana ugoro. Na kama haitoshi, kuna mwingine ambaye wakati yeye anakuja kanisani, nyumbani ameacha nyoka analishwa na mjukuu. Anashangaa anaendelea na huduma kanisani, nyoka amepewa maziwa ya moto, kumbe masharti ni kwamba atakiwi kupewa maziwa ya moto. Yeye akamlisha mtoto, akakosea masharti, akamlisha nyoka maziwa ya moto. Nyoka akafa. Akachachamaa, anakuwa mkorofi, nyoka akafa. Mtoto anakuja kanisani, anakuta mama anaendelea na kazi ya huduma ya kanisani, anakuta mama anaendelea, anatamka, mama, nyoka wako amekufa, nimesahau nikampa maziwa ya moto. Sikiliza mkuu wa boma anavyoelekeza, usiwe na miungu mingine ila nani? Mungu. Sikiliza haya maelekezo. Fungu la 4 anasema, usijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni wala kilicho chini duniani wala kilicho majini chini ya dunia. Usivisujudie wala kuvitumikie, kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni mwenye wivu, na wapatiliza wana wa maovu ya baba zao hata kizazi cha 3 na cha 4 cha wanichukiao, nami na warehemu maelfu elfu wanipendao na kuzishika amri zangu. Haleluya. Usijifanyie sanamu. Kuna watu ambao hawasikilize maelekezo ya mkuu wa boma. Yeye Biblia inasema na mkuu wa boma amesema, ambaye ni Mungu mwenyewe, usijifanyie sanamu ya kuchonga
Yeye anasema wazazi wetu tangu mwanzo walikuwa wanaabudia sanamu, kwani walipata shida gani? Haina shida. Hivyo vimepitwa na wakati. Wewe sikiliza, mkuu wa boma, ufike salama. Haleluya. Ninawaambia sanamu inaweza ikaharibu. Ndipo ninaona Wahindi mahali fulani, nilipoingia nikakuta wameweka sanamu ya ng'ombe wanaiabudu. Na ole wako umchinje ng'ombe. Anamuita mama kwamba ni Maria mtakatifu. Sasa ole wako umchinje ng'ombe, utaelewa. Maelekezo ya mkuu wa boma anatoa katika maandiko matakatifu ya kwamba usijifanyie sanamu ya kufanya nani? Ya kuchonga. Usiwe na sanamu. Inatosha hayo maelekezo. Hakuna mengine ya kuongeza. Maana asema yeye ni Bwana Mungu wako. Watu wote ambao mna sanamu zenu, kuna watu wana sanamu, hata pamoja na kwamba bado amemwamini Yesu Kristo, lakini hataki kuacha sanamu ya zamani. Utakuta nyumbani kwake amechimbia vitu. Mkuu wa boma anasema yeye ni wawivu, atakutapisha, atakutoa, na akisha kutoa utatoka ukiwa huna kitu cha msingi cha kukusaidia katika uzima wa milele. Ukiamua kusikiliza mkuu wa boma, msikilize, utafika salama. Hata kama magumu yakiwepo, utafika salama. Haleluya. Sikiliza mkuu wa boma. Namba 3 anasemaje? Kwenye fungu lile la 7. Usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako, maana Bwana hata mhesabia kuwa hana hatia mtu alitajaye jina lake bure. Haki ya nani? Haki ya Mungu. Yaani wewe unaona kawaida hivi, Mungu ambaye malaika wa Bwana wanamtaja kwa mtakatifu, 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 mtakatifu. Alafu wewe unalitaja bure haki ya Mungu. Haki ya nani? Kweli. Alafu mpaka unachapa haki ya Mungu. Yaani unaviringisha vidole vyako mpaka unakata na shingo. Haki ya Mungu. Wewe kama makini. Mkuu wa boma anakuangalia. Usilitaje bure jina la Mungu wake. Kuna watu leo wanataja jina la Mungu wao bure bila sababu. Litaje kwa hofu, waimbaji. Litajeni jina la Bwana kwa hofu. Haleluya. Maana ni mtakatifu, maana ni mkuu wa boma. Ukiangalia, usipolitaja vizuri kwa ovyo ovyo, atakutoa kwenye boma yake. Usiwe mmoja wa familia yake. Na ukitaka kuamini hili, nenda ukasome kitabu kile cha Mwanzo 3. Mmoja ya wazazi walipokosea maelekezo aliyotoa Mungu mwenyewe, aliwatoa kwenye bustani. Uongo kweli? Aliwatoa kwenye ile familia. Walikuwa wanawasiliana na Bwana, walikuwa wanazungumza pamoja, walikuwa wanafurahia yote, walikuwa wanaona wanyama vizuri, walikuwa wanashika tembo kwa mkono, walikuwa wanamshika simba kwa mkono. Lakini baada ya kukosea maelekezo, adhabu ilitokea. Na ndio maana hata leo ukikosea maelekezo lazima upate adhabu. Lazima upate adhabu. Sikiliza maelekezo. Lakini anasema fungu la 8. Ikumbuke siku ya Sabato itakase. Siku 6 fanya kazi, utende mambo yako yote. Lakini siku ya 7 ni Sabato ya Bwana Mungu wako. Siku hiyo usifanye kazi yoyote, wewe wala mwana wako wala binti yako wala mtumwa wako wala mjakazi wako wala mnyama wako wa kufugwa wala mgeni aliye ndani ya malango yako. Maana kwa siku 6 Bwana alifanya mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo, akastarehe siku ya 7. Haleluya. Sasa mkuu wa boma anasema fanya kazi siku 6. Alafu wewe siku 6 unakaa na kupiga pool table. Wewe siku 6 unakaa na kucheza draft. Wewe siku 6 unakaa na kuangalia mpira. Wewe siku 6 unakaa na kusalimia. Wewe ndio unajua kusalimia watu wote. Leo uko kwa jirani huyu, kesho uko kwa jirani huyu, kesho kutwa kwa mjomba, kesho kutwa kwa bibi, kesho kutwa kwa shangazi. Siku 6 unamaliza, alafu unasema
ni sabato ya Bwana Mungu wangu, unarudi nyumbani unasema umetunza. Alafu unakuja kanisani, unaangalia tu watu wanaimba, wanaleta sadaka, wewe unasema kwa kweli, halafu unataka tukuombee Bwana, na wale ambao hawakupata leo siku nyingine wajalie. Utakuwa mvivu na utatolewa kwenye ile boma, maana ufai. Wewe siku ya boma ya kufanya kazi, mwanaboma amesema ufanye kazi, siku ya kufanya kazi wewe unaenda matembezi. Rudi na usikilize mkuu wa boma. Haleluya. Sikilize mkuu wa boma. Sikilize mkuu wa boma. Kuna siku ya Sabato ni siku ya kutibiwa kiroho. Haleluya. Ndio maana ni siku ambayo majeraha yote ambayo tunayo, unaambiwa magumu unayameza, unaambiwa malaini unayameza. Ni siku ya kutibiwa kiroho. Kubali ukatibiwe. Na ndio maana tunawatia moyo watu wote kwamba siku hii, baada ya kuwa umefanya kazi, unakuja kwa Bwana na kwa shukrani. Unakuja kwa Bwana kwa kuweza kusoma neno lilivyoandikwa. Unakuja kwa Bwana kwa kutokuwa mbishi. Lakini siku ya Sabato ni siku ambayo unasubiri Bwana kuongoza kwenye furaha na amani. Ni siku ya furaha, ni siku ya amani. Haleluya. Ni siku ya furaha na siku ya amani. Na ili upate furaha, kubali nyumba yako kuongozwa na mkuu wa boma. Haleluya tena. Kubali nyumba yako iongozwe na mkuu wa boma. Maana nyumba yako ikiongozwa na mkuu wa boma, nyumba yako itakuwa salama, nyumba yako haitakuwa na huzuni, nyumba yako itakuwa na amani. Unaweza usielewe, lakini kubali pia katikati ya wiki biashara yako iongozwe na mkuu wa boma. Naomba niwaambie kuna madhara ya kutomsikiliza mkuu wa boma. Tena madhara ni makubwa mno. Kuna mama moja baada ya kushindwa na changamoto nyingi katika biashara yake, alikengeuka akaacha kumsikiliza mkuu wa boma. Alikuwa anauza vitumbua. Samahani kwa wale wanaouza vitumbua, ni mfano halisi. Alikuwa anauza vitumbua, na pale alipokuwa anauza, mwenzake naye pia anauza. Na kwa sababu mwenzake pia anauza vitumbua, sasa watu wengi wanakuja kwa mwenzake, alafu yeye ya kwake anakaa muda mwingi auzi. Na kwa sababu yeye anasema ni mtu wa Mungu, na mwenzake kumbe anaenda kwa huko mnakojua, si ndio jamani? Anakwenda yeye usiku kucha, mwenzake yeye anacheza kwenye ile eneo la biashara, anaweka mambo yake hapo, anavuruga kila kitu hapo. Akija asubuhi anakuta anauza, kwa sababu huyo naye anajiita kwamba ni mtu wa boma, lakini boma hiyo haifuati kama lilivyo, asikilize maelekezo ya mkuu wa boma. Yeye pia kwa sababu kisa anaenda kanisani, akaamini tu kwamba mambo yako shwari, akaweka vyake vitumbua hapo, anashangaa kila siku watu wanakuja kwa jirani, wamejaa mpaka wanapanga foleni, alafu yeye auzi. Alafu baada ya hapo anashangaa, anauliza kuna shida gani? Mwenzake yeye kwa sababu anauza sana, anammenyulia mdomo, anasema utakoma, utaelewa, utajiongeza mpaka utakuja kwangu nikusaidie. Na kwa sababu anameng'enya mdomo, yule mama akashindwa uzalendo. Akasema ngoja tu niwe mpole, nimsikilize huyu mama anavyosema, ili angalau ninaweza nikasaidika. Alivyoenda akamwambia, mwaya, shosti, usikae kijinga, shoga, usikae kipumbavu, utakupa kipumbavu na watoto utawalaza njaa. Twende nikupeleke mahali ambapo ninachukua ulinzi. Akapelekwa, akachukua dawa. Alivyokuja akaweka kwenye vitumbua vyake na kulizingira eneo hilo, vitumbua vyake vyote vikaoza na kutoa funza. Nachomaanisha ni nini? Mkumbuke yule mtu ambaye anakupa maelekezo, mkuu wa boma, kwa sababu yeye aligairi, akafanya kazi na Sabato. Siku ya Sabato akapeleka vitumbua sokoni, mkuu wa boma akajiengua, ulinzi wake ukatoweka. Ninachotaka kusema ni nini? Ukigairi ukaona kawaida kwamba unamuogopa mzee fulani ndio asikuone, unamuogopa mshiriki fulani ndio asikuone, halafu mambo yako unafanya siku ya Sabato, unaona kama kawaida,
mkuu wa boma atajiengua, na akijiengua madhara yatakayokupata ni makubwa kuliko kuitunza siku ya Sabato. Halo, nakushauri msikilize mkuu wa boma. Hata kwenye biashara yako msikilize. Hata akisema ni ya kupumzika, pumzika. Lete furaha kwake. Furaha nayo yeye mwenyewe. Omba furaha. Pata amani. Pumzika, maana maelekezo hayo ndiyo amesema. Haleluya. Ametoa maelekezo. Usibishane naye, usiwe mbishi. Naweza nikaenda tu kazini, nikarudi nikakimbia kanisani. Wewe atajiengua, utabaki mwenyewe. Na kama uamini, angalia wakati amejiengua kwa Adam na Hawa. Makubwa shida ilikuwepo, shimo kubwa lilitokea. Asingekuwa Yesu kujitoa kwa ajili ya kuja kufia kwa ajili ya wale wa dhambi, tungekuwa pabaya zaidi. Kuna faida ya kumsikiliza mkuu wa boma. Kwa hiyo siku ya Sabato ni siku ambayo unaleta changamoto ya siku ya juma zima kwa Bwana. Haleluya. Ndiyo tafsiri ya kupumzika. Changamoto za wiki nzima unamwambia Bwana, nimeleta kwako ili Bwana nikae kwa raha, nikae kwa furaha. Baada ya Sabato kuisha, Bwana anakuambia namna kuanza siku nyingine tena. Unaona raha hiyo sasa? Lakini lingine anasema, siku ya Sabato fuata maelekezo ya Mungu, maana Mungu mwenyewe ndiye ameagiza. Kuna watu wanasema hata nisipoenda kanisani, nitaangalia Hope Channel, nitasikiliza redio. Bwana anataka maelekezo uende kwenye kusanyiko watu walipokubaliana. Haleluya. Sikiliza hayo maelekezo, yafuate, utafika salama. Maana amesema ni siku ya Sabato. Siku sita ufanye kazi. Lakini pia anasema usikubali giza likutenge na utukufu wa Bwana. Siku ya Sabato ni siku ambayo Mungu anatuma malaika wake kwenda mahali ambapo kuna kusanyiko, na Bwana anasamehe, Bwana anaponya, Bwana anafanya mianzo mipya, Bwana anafariji, Bwana anaweza kuweka mahali ambapo pameziba pakafunguka. Bwana anabariki siku ya Sabato. Na ndio maana anasema ustarehe, maana siku hiyo ni siku ya kubariki. Yeye kazi yake ni kubariki. Haleluya. Usibishane naye, maana ni mkuu wa boma. Sasa watu wengi shida yetu ni moja. Tunabishana na mkuu wa boma. Na kwa sababu Mungu amesema muache hivyo, maandiko yaseme hivyo, yaishi. Usisikilize mashauri ya hekima ya mtu ya kwamba haiwezekani, hivyo vitu vimepita na wakati, vimeishia msalabani, tunaokolewa kwa neema. Huyu Kristo mwenyewe ndio mwenye neema, na ndiye anayesema ikumbuke siku ya Sabato uitakase. Halafu wewe unabishana naye. Hivi kweli mimi ninaweza nikakushauri, mimi niliyezaliwa na ninakufa, halafu ukanisikiliza mimi, ukaacha kumsikiliza Mungu ambaye ni mkuu wa boma? Utapotea, na ukipotea mimi siku moja nitakufa. Mimi ambaye nimekwambia usiende hapo, usifanye hivi, mimi ninayekushughulikia. Kuna watu wengine ambao wakiambiwa maelekezo ya mkuu wa boma wakaelewa, wakaanza kufuata. Baadaye jioni anatokea mtu mwingine anamfuatia, anamwambia unafanya nini hicho? Unafanya nini hicho? Unaenda wapi huko? Halafu anamsikiliza, anasema hivi kweli nimekosea. Wewe, huyo atakufa, huyo ataugua, lakini Mungu mwenyewe hafi, haugui. Yeye atakuja kwako kwa ajili ya kukuokoa tu. Msikilize. Hata akikufuata nani, lakini umesimama na mkuu wa boma, simama naye daima akutetee. Haleluya. Simama naye. Ninafarijika ninapomuona mtu ambaye hata changamoto zikija yuko tayari kusimama na Mungu mwenyewe. Hata kama atatukanwa, hata kama atadharauliwa, lakini atasimama na Mungu mwenyewe. Hata kama desturi zikija, hata kama tamaduni zikija, lakini atasimama na Mungu mwenyewe. Mungu awabariki sana watu hao. Hata kama magumu yakija, hautikisiki. Kwenye uongozi utikisiki. Wewe uko imara kwa sababu unaye mkuu wa boma.
Hata kama naomba, mnaweza msielewe. Mnaweza msielewe. Mimi mwenyewe hapa nimeenda kwa waganga wa kienyeji kuliko unavyofikiria. Mimi hapa nilichanjwa kuliko unavyofikiria. Lakini ashukuriwe, nilisikiliza maelekezo ya mkuu wa boma na yote hayana kazi tena. Niliambiwa nyota yangu imeharibika, lakini yote hayo hayana kazi tena kwa sababu nimemsikiliza mkuu wa boma. Haleluya. Sikilize mkuu wa boma. Unaweza usielewe masharti yote ya waganga wa kienyeji. Nimekuwa mtumwa wa kufanya kazi kwa mganga wa kienyeji muda mrefu. Ninafiatua matofali na msombea maji, halafu mganga yeye ananichanja tu na kunipa dawa na kuniambia hii itakuwa ulinzi kwa wewe, usidanganyike. Rudi kwa mkuu wa boma. Mimi ni mwenyewe nilikimbia baada ya kuelekezwa, nikasikia maelekezo nikarudi. Na kushauri, simama na mkuu wa boma, maana anakulinda. Ni mlinzi. Hata kama ukipata mtikisiko watakuja, ndiyo, maana ukishakuwa kwenye nuru watakutikisa, uadui utakuwepo, lakini simama na mkuu wa boma, atakutetea. Anataka tu usimame naye, agonge, akigonga asikie wewe unamuomba. Akigonga asikie wewe unatubu. Akigonga asikie wewe unaungama. Akigonga asikie wewe unaacha njia mbaya. Halafu yeye anakuharibia kwenye familia yako, anakuongoza. Anayeongozwa na mkuu wa boma yuko salama, hatikisiki. Hata akikutukanwa anashukuru. Hata akidharauliwa anashukuru. Hata akifiwa yeye anacheka. Hata akipata majanga yeye anaamini tu ni Mungu yuko pamoja naye. Ukitaka kuamini, soma Ayubu. Maisha aliyopitia wakati alikuwa mkamilifu. Hata wewe nakutia moyo, hata kama kuna changamoto unazopitia, hata kama kuna magumu unayopitia, hata kama kuna majanga unayopitia, Bwana yuko pamoja na wewe, anaona. Maana yeye anasema kwenye Zaburi 121 ya kwamba yeye asinzii, yeye halali, wakati wote yuko macho, anakutazama. Haleluya. Utakosa mahitaji, lakini yeye anakutazama. Unapoelekea kupata ajali, yeye anajua, anakulinda. Unapopitia misukosuko ya familia, yeye anajua, anakutetea. Unapopitia migogoro ya kifamilia, yeye anajua, anakukingia. Wapendwa, niwatie moyo. Sikilizeni mkuu wa boma. Ninachomaanisha ni kwamba ikumbuke siku ya Sabato, siku ambapo Bwana anaikumbuka kanisa lake, alafu ndiye anamwaga baraka na kustarehe siku hiyo. Ni siku ambayo sio ya kukubali giza, lakini ni siku ya kuangalia amri ipi ilinisumbua katikati ya wiki na niweze kuitubu. Haleluya. Ni siku ya kupiga tathmini, ni siku ya kujiuliza, je, fulani alinikwaza, nimsamehe. Ni siku hiyo. Mungu wa mbinguni anatutaka tusikilize maelekezo yake, maana yeye ndio mkuu wa boma. Haleluya. Tena napomalizia mafungo hayo yanajitosheleza kabisa. Ni maelekezo ya Mungu ambayo anataka wewe ufuate. Lakini baada ya hapo anataka wewe pia ufanye maelekezo kwa mwanadamu wenzako. Waheshimu baba yako na mama yako. Siku 6 waheshimu baba yako na mama yako. Lakini pia anasema kwenye amri nyingine usiue. Amri nyingine anasema usizini. Amri nyingine anasema usiibe. Na amri ya 10 anasema usimshuhudie jirani yako nini? Uongo. Usitamani nyumba ya jirani yako. Usitamani mke wa jirani yako. Kuna watu wasipoangalia kukaa kwa Bwana, tamaa iishi. Yaani yeye anasubiri tu mwenzake atengeneze, alafu yeye anatamani iwe ya kwake. Kuwa makini, utatemwa kwenye boma. Utatolewa. Na ukitolewa, kurudi sio rahisi. Napoelekea kwenye mwisho, Mungu wetu atutetee sana. Kwa sababu Mungu wetu akitutetea, tukasikiliza maelekezo yake, tutakuwa salama. Fungu hili, kitabu hiki ninaweza nisisome sana, lakini kuna fundisho kubwa sana katika Luka 15 fungu la 11 mpaka 32. Utaenda kusoma kwa wakati wako.
utaenda kugundua mwana mpotevu alipopotea, alitawanya mali, alitawanya vitu vyote, lakini baadaye aliposikia sauti ya Bwana, akakumbuka mausia ya baba yake, akarudi nyumbani upesi, akakimbia, na baba alipokuja akamkumbatia kwa ukarimu. Haleluya! Mungu wetu anatukumbatia kwa ukarimu. Hata kama umeenda mbali, hata kama umepotea, hata kama ulikengeuka, Bwana unaporudi kwa bidii anakukumbatia. Haleluya! Anakukumbatia. Maana yeye ni msikivu. Luka sura ya 15 fungu la 11 na kuendelea, anasema yule baba alipomuona mtoto wake, alijawa na furaha. Haleluya! Ndivyo ilivyo. Ukimepotea muda mrefu, unaporudi kwenye maandiko, unaporudi kwa Bwana, yeye anakukumbatia. Anatuma malaika wake kwa ajili ya kukufunika. Anatuma malaika wake kwa ajili ya kukutia moyo. Anatuma malaika wake kwa ajili ya kukulinda. Anatuma malaika wake kwa ajili ya kuhakikisha ya kwamba unakuwa salama. Watu wote ambao tumepotea katika njia, tukirudi, Bwana anatukaribisha. Na Bwana anataka turudi. Bwana anataka turudi. Bwana anataka turudi. Wapendwa, turudi kwenye njia ya Bwana, maana ndiyo maelekezo. Fungu langu la mwisho ninapoelekea kwenye wito, naomba mtu mmoja anisomee Yoshua 24 fungu la 15. Yoshua 24 fungu lile la 15. Yoshua 24 fungu lile la 15. Yoshua 24 fungu la 15. Ndiyo. Chukua mic. Nanyi kama mkiona ni vibaya kumtumikia Bwana, chagueni hivi leo mtakaye mtumikia, kwamba ni miungu ile ambayo baba zenu walitumikia ng'ambo ya mto, au kwamba ni miungu ya wale wa Amori ambao mnakaa katika nchi yao. Lakini mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Asante sana. Chagueni hivi leo mtakaye mtumikia. Je, utaendelea kutumikia miungu ambayo hayana maelekezo ya kukuokoa? Je, utaendelea kusikiliza mausia ya baba zako na wazazi wako ambao wenyewe ni wadhambi kama mimi, kama na wewe? Chagua hivi leo mtakaye mchagua, na huyo mkimtumikia atawabariki. Bwana Yesu asifiwe. Mimi na familia yangu nimechagua kumtumikia Bwana. Hata kama magumu yakiwa kiasi gani, sitaenda popote, maana mganga anamtegemea Mungu alizaliwa. Lakini kwa sababu amegairi, ameacha njia, ametupwa kama shetani alivyotupwa, na huyo naye pia anakosea, sitamweza kumtegemea. Nitamchagua Mungu ambaye hata kama magumu yakija atanitetea. Haleluya. Nyumba yangu haitatikisika kwa sababu nimechagua kumtumikia Mungu. Nyumba yangu haitadharauliwa kwa sababu nimechagua kumtumikia Mungu. Na ikidharauliwa, Mungu atakaa katikati ya nyumba yangu. Ninakwambia kuna hasara ya kutomchagua Mungu. Kuna hasara kubwa. Hasara mojawapo, unajana wa hofu, unakuwa na hofu kila wakati. Mimi kwa sababu nimeamua kumchagua Bwana, hata bundi akija hapo kwenye nyumba, akikaa hapo, mimi ninaona kama mnyama. Nasema, Baba, cheki huyo mnyama amekuja kutusalimia. Huyo ni bundi.
Habari gani kama umjui Mungu wa mbinguni? Ninakwambia kisa ambacho ni sahihi. Mimi niliposhangaa, nimefunga mlango, nilipofunga mlango bundi akaingia. Kumbe mtoto amemuona. Katikati ya saa 5 saa 6 hapo, mtoto akashtuka akamuona bundi. Alipomuona bundi, anamulika hapa, amekaa kwenye paa hapo juu. Alfajiri, kwa sababu saa 11 tunaamka kwa ajili ya ibada, tunawasha taa, tunamuona bundi ameketi, amesimama hapo juu. Mtoto anasema, baba, si nilikwambia? Mimi ninachokifanya nasema, baba, umemuona amekuja tena kutusalimia. Tunaomba baba, mruhusu sasa tufanye naye ibada. Tunafanya ibada, tunaimba, bundi yuko hapo juu. Tunasema, baba, kama ni mbaya, kama aondoke, kama ametumwa aondoke, lakini kama ni mnyama akae. Baadaye tunapata wazo kwamba kwa sababu ni ibada, tunafanya ibada, tunamaliza, bundi yuko wapi? Yuko juu. Tulipomaliza ibada, tukashangaa watoto wanaenda shule, wao wanaenda na hofu kwa sababu ni watoto, tunawatia moyo, na mama anashangaa kwa sababu ana hofu ile ya mama, namtia moyo, namwambia amekuja kututembelea mnyama wa Mungu huyu. Namtia moyo. Baada ya hapo anashangaa bundi amezidi kukaa. Tukamaliza, nikachukua ngazi, nikapanda ili nimfukuze, hatoki. Nikaleta fimbo, nataka kuchapa, na chapa haendi. Amekaa tu kwenye paa. Unaweza usielewe, yakikukuta ndipo utaona umuhimu wa Mungu. Nikarudi tena, nikapiga magoti, nisema, baba, huyu ni mnyama kama wanyama wengine. Tunaomba ulinzi, na siku zote tumeomba ulinzi. Ninarudi tena, napiga aondoki. Tukashangaa sasa, tumesha relax, tunaendelea na mambo yetu. Kwenda kuangalia, hayupo bundi. Alikotokea sijui. Alikotokea akaenda sijui. Ninakuhakikishia, ukimchagua Mungu kuna faida. Na kutia moyo mtu wa Mungu, hata kama umepita magumu kiasi gani, umeshachagua kumtumikia Mungu, sikiliza maelekezo ya Mungu anavyosema. Haleluya. Mimi na nyumba yangu nimeamua kumchagua Mungu na kumtumikia. Habari gani nyumba yako? Nyumba yako ina ibada? Nyumba yako inaabudu Mungu? Ama nyumba yako ikitikiswa tu kidogo, ikitikiswa kidogo na maneno, inakalia maneno na kumsahau Mungu, inakalia maneno na umbea na kumsahau Mungu. Habari gani nyumba yako ikitikiswa na madawa? Hata wakati huo mimi nimefanya, wakati nikiwa shuleni, kuna vituko tulikuwa tunafanya, tunachukua mavi ya ng'ombe kule, tunachanganya na mwarubaini, tunachanganya na vituko, alafu tunakoroga kwenye beseni. Tukisha koroga, tunaenda tunamwaga kwenye geto la mwenzetu, ili asubuhi akiamuka hakuta ni wachawi wamemtembelea. Alafu ile nazi, kifuu cha nazi tumepasua hapo ili ionekane kwamba amerogwa. Akiamuka ana paniki. Ndio maana kichwa kinaniuma kila siku. Ndio maana sisomi. Kumbe wachawi wamenitembelea. Wananisimulia, sisi tunacheka. Nataka kuhakikishia kuna haja ya kumjua Mungu wa kweli. Haleluya. Baada ya kusema hayo, tamanio lako unasema, mimi nimeamua kuchagua kwa Mungu. Hata kama magumu yakija, nitabaki kusimama na Mungu. Na huenda nimehubiriwa mara kadhaa, lakini kila nikihubiriwa watu wananifuata nyuma, wananiambia achana na hiyo dini. Huenda nimefundishwa kweli, na kile nikimaliza kufundishwa watu wanaingia na kuniambia madhaifu ya hiyo dini. Watu wananiambia watu wanaosali hiyo dini wako hivi na hivi, na wewe umeelewa ukweli. Na hata wakati mwingine unasumbuliwa, unaambiwa usiende huko, utapata shida, wewe usiende huko. Ninakuhakikishia, kama ni tamanio lako unasema, mimi sijabatizwa, lakini nimeamua kuchagua kweli ya Mungu anavyosema, nibaki kwenye maandiko peke yake inavyosema, nibaki kwenye mashauri ya maandiko peke yake. Ni tamanio lako na unatamani kubatizwa, simama. Simama. Na unatamani kubatizwa, simama.
Wakati tunaimba wimbo namba 44, unasema mimi pamoja, haijalishi changamoto nitakazopitia, haijalishi magumu nitakayopitia, haijalishi kukataliwa, lakini mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Unatamani kubatizwa? Simama. Simama juu kwa ushujaa. Kama mimi nilivyosimama katikati ya kukataliwa, katikati ya kudharauliwa, nikasema mimi ninakuwa Mwadventista wa Sabato. Kama ni tamanio lako, unataka kubatizwa kwenye hii dhehebu la Waadventista wa Sabato, simama juu na sisi pite, tutakuombea. Wimbo namba 44. Wimbo namba 44 samani. Barikiwa sana. Njoeni tu, njoeni tu, njoeni tu. Njoo tutaomba, njoo. Asante sana. Njoeni. Mungu awabariki sana. Mungu akubariki. Asante sana. Umeamua kuchagua kumkuwa na Mungu. Umeamua kumtumikia Mungu. Haijalishi utapita wapi. Ongoza, hakuna rafiki. Bwana anatoa maelekezo na umeshaelewa maelekezo yake. Umeamua wewe na nyumba yake, wewe na nyumba yako umtumikie Bwana. Simama tu uje hapa mbele kwa ushujaa. Bwana anakuona. Bwana anakuona. Bwana anakuona. Bwana anakuona. Simama uje mbele, kisha tuombe na wewe. Tuombee familia yako, tuombee shida zako, tuombee kubarikiwa kwako. Bwana akakubariki. Hapana, Yesu ajua. Je, kuna mwingine? Yesu anajua shida yako. Unaweza usielewe. Waweza kumuuliza rafiki hapo kama amebatizwa, kama hajabatizwa, njoo naye hapa mbele ili apate ombi hili maalum siku ya leo. Hakuna. Muulize rafiki yako, je, umebatizwa? Na kama bado hajabatizwa, njoo naye hapa mbele apate ombi maalum kwa ajili ya siku ya leo kujikabidhi kwa Bwana ili apate ulinzi wa Mungu. Hakuna. Yesu ajua shida zetu, daima hataongoza. Hakuna rafiki kama Yesu. Hakuna. Itawacha. Hakuna. Yesu anatoa shida zetu, daima hataongoza. Hakuna rafiki kama Yesu. Naomba nitoe wito wa pili. Wewe uko hapa na umesikiliza usia wa Mungu akisema, na uko tayari kumwabudu Mungu kwa moyo wako wote, si kwa nusu nusu, unaweza ukasimama.
umesikiliza neno la Mungu na uko tayari kumwabudu Mungu, si kwa nusu, waweza kusimama. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki. Mungu akubariki kwa wewe uliyesikiliza neno la Mungu na ukaamua kwamba sasa umtumikie Mungu, wala si kwa nusu. Maisha yako yote uweke yalindwe na Bwana. Mungu akubariki sana. Wito wangu la pili, kama uko tayari maisha yako yaongozwe na Bwana, mapito yako yaongozwe na Bwana, na utatamani siku moja uwe miongoni mwa watu watakao kuwa wamebatizwa, kama hawa watu watakao kwenda kubatizwa leo, waweza kuongeana na hawa watu ili tupate ombi la pamoja. Unasema ipo siku moja kwa neema ya Bwana nami nitabatizwa kama hao watu watakao kwenda kubatizwa leo. Kama ni tamanio lako, waweza kuungana hawa ili tuweze kuomba pamoja. Sambamba na hilo, leo tu ndio umekuja na unasema siku moja utaendelea kusikiliza sauti ya Mungu. Uko tayari kusikiliza sauti ya Mungu? Sogea hapa mbele tutakapokwenda kuomba pamoja. Piga tu hatua moja. Na kama kuna rafiki yuko jirani yako, tie moyo, mshike mkono, mje naye hapa. Barikiwa sana mnapokuja, barikiwa sana. Uje naye hapa mbele tuombe ombi la pamoja. Ni mara yake ya kwanza amekuja leo na anatamani asirudi nyuma tena, aombe Mungu aongoze maisha yake. Shika tu mkono aje apate ombi hili. Barikiwa sana. Mungu akubariki. Mungu akubariki. Mungu akubariki. Mungu akubariki. Mungu akubariki. Asante sana. Mungu akubariki. Mungu akubariki. Mungu akubariki. Je, kuna mwingine tunapoenda kuomba? Tutamani maisha yako yaongozwe na Mungu mwenyewe? Je, kuna mwingine tunapoenda kuomba? Unatamani? Barikiwa sana. Mungu akubariki. Mungu akubariki. Kuna mwingine? Kuna mwingine? Mungu akubariki sana. Unatamani siku moja ubatizwe kama hao watu walivyobatizwa, na maisha yako yote, hata pawepo mlima, hata pawepo na shida, hata pawepo na changamoto, ubaki na Mungu. Ubaki na Mungu. Ungana na hili kundi tafadhali. Na kusubiri wewe tafadhali. Ungana kundi hili tunapoenda kuomba. Tukuombee, tukuweke wakfu, tukutenge maalum kwa ajili ya kungoja ubatizo unaokuja, kwa ajili ya kuweza kukaa kwenye neno la Mungu. Ungana na hili kundi tafadhali. Ungana na kundi hili. Mungu akubariki sana unapokuja. Naomba nitoe maelekezo haya kwamba pastor atatuombea. Pastor wa mtaa ataombea kundi hili la watu wanaokwenda kubatizwa siku ya leo. Lakini niombe kama kuna mzee wa kanisa aliyoko, mzee kiongozi, mzee wa kwanza, kama yuko hapa, aje hapa na yeye aombee washiriki waliosimama. Waombee Mungu akawapatie ulinzi, watoe maisha yao kama walivyotoa, isiwe nusu, mara kanisani, mara duniani, mara kanisani, mara duniani. Aamue kutoa maisha yake kumtumikia Mungu na mali zake zote asalimishe kwa Bwana. Karibuni. Basi tuombe. Baba mbinguni, tunakushukuru kwa neno la uzima. Tumeisikia sauti yako na tunaamini kwa sababu tumefungua mioyo yetu, Roho Mtakatifu atazidi kutenda ndani yetu na kutuongoza kuyatenda yale yatupasayo kufanya. Mbariki kila mmoja aliyesikia. Wewe ndio unayejua madhaifu yetu na mapungufu yetu na mazuri yetu pia. Wewe ndiye uliyetufia, ulituumba na kutufia. Wewe ndiye unayetutafuta. Watu wako wamepiga hatua kutoka kwenye majumba yao. Wengine wameacha shughuli zao Bwana. Wengine walitambua kabisa wanakuja kuabudu maana ni siku ya Sabato. Lakini wote wamekuja kwako Yesu. Basi kwa namna ya pekee ututendee kwa huruma, uwaguse mioyo yao kwa namna ya pekee waweze kutafakari maisha yao na hatimaye uwakamilishe kwa kufuata wewe kwa kadri ya mapenzi yako. Kila mmoja aliyesimama mahali hapa, Baba, lainisha moyo wake, afanye uamuzi wa pekee wa kukufuata wewe. Nina hakika ni wote wamesimama. Basi utubariki kiroho, utubariki kimwili. Watu wako watakapoondoka hapa wasiondoke bure. Fanya kitu ndani ya mioyo yao kitakachowaongoza katika ukamilifu wote. Watendee kwa huruma kwa jina la Yesu Mwokozi. Amen.
Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, asante kwa ajili ya toba ya kila mmoja wetu. Asante kwa ombi la baraka ambalo limeombwa na mtumishi wako Mzee Masau. Likubali likawe baraka katika maisha ya kila mmoja wetu. Tubaki kwa watoto wako, nawe ubaki kwa Mungu wetu. Asante kwa ajili ya hotuba ya siku ya leo. Kila mmoja kwa namna pekee umempatia nafasi ya kujitathmini na kuona ubora na uthamani wa kuyatoa maisha yake kwako. Sasa Baba wa rehema, tunakushukuru kwa ajili ya kundi hili na watoto wako wa kiume na wa kike ambao wameamua kufanya upya maagano yao pamoja nawe. Wajalie kutembea katika barabara yako, wadumu katika kweli yako mpaka wewe utakaporudi. Nasi tuliobatizwa zamani, tuwezeshe kila mmoja kutafakari uhalisia wa imani ya kile ambacho aliapa kwacho. Tukawe mabalozi wema na walezi wema kwa wazaliwa hawa wapya wanaokwenda kuzaliwa katika siku ya leo. Tufanye kuishi wote kama upendavyo kulingana na neno lako. Ndivyo tunavyoomba na kujisalimisha katika mikono yako iliyo salama, mikono ya Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wa maisha yetu. Amen. Wale tunaokwenda kubatizwa, naomba tugeuke upande huu.